Hili ni kundi la wanawake ambao kwa muda mrefu sana wamekuwa wakinyanyasika na mikopo kandamizi kutoka kwenye taasisi za kifedha. Hizo kausha damu, sijui James Bond tunazozisikia. Hili ni kundi ambalo wamekuwa wahanga wakubwa sana na aina hizo za mikopo, na baada ya kupitia madhara mengi sana, wengine wamepoteza familia zao, wengine wamefilisiwa hata kidogo walichokuwa nacho. Wapo ambao tulikutana nao walipoteza kabisa maisha kutokana na depression kwa sababu ya hiyo mikopo. Wakaamua kujiorganize pamoja ili waanzishe chombo mbadala cha kuwasaidia wao kujipatia hizo fedha ndogo ndogo za mikopo ili wasiende tena kwenye taasisi hizo za mikopo ya kausha damu. Kwa hivyo hilo ndilo chimbuko hasa la chama cha ushirika cha UWAWAMA. Kwa baada ya kuja pamoja, mbali na kujiwekeza pesa wapate mikopo, wakaamua pia kufanya shughuli za kiuchumi za pamoja, shughuli za miradi ya pamoja kama namna ambavyo ushirika unavyofanya. Kwa hiyo wana miradi ya pamoja ya uzalishaji, wana shughuli za huduma, pia wanafanya huduma za catering, wanazalisha bidhaa za usafi na vitu kama hivyo. Miradi inayofanywa kwa pamoja na kipato wanachokipata kwa pamoja kinagawanywa kwa usawa kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi. Lakini mbali na hizo shughuli za kiuchumi, kwa sababu pia hii ni taasisi iliyotokana na hali hiyo ya mapambano, pia wana shughuli nyingine sasa za kiharakati au unaweza kusema za kimapambano, ambao zinajumuisha kwa ujumla wake kujielimisha wao pamoja na watu wengine wa hali ya chini, sio tu juu ya mikopo kandamizi, lakini sana sana juu ya sera na mfumo wa kiuchumi ambao unapelekea kwenye hali tulionayo, hali hiyo ya kuwa na tabaka la wenye nacho na wasionacho, na kuwa na mikopo ya aina hiyo ambayo haiwi regulated, ambayo inawaumiza sana watu wa hali ya chini. Kwa hiyo wanafanya shughuli hizo za seminar za kila mwezi kwa ajili ya kujielimisha, kujenga uelewa pamoja, lakini pia wana shule ya vyama vya ushirika inaitwa shule ya ushirika ya Winnie Mandela, ambayo hii imelenga kuwakutanisha watu wa vyama vya ushirika vya aina hii ya UWAWAMA, kwa sababu hivyo vyama vya ushirika vingi, tuna SACCOS za waajiriwa, unaona, na vyama vingine ambavyo ni vya watu wa tabaka la juu. Lakini vivyo pia vyama hivi vya mama mboga, vya wauza matunda masokoni, kuna vya wamachinga kule Karume na kila mahali. Kwa hiyo lengo la shule hiyo ni kuwaleta hawa watu wa vyama vya chini kwa pamoja, kujenga mshikamano ambao kiuhalisia unawasaidia kusukuma mapambano ya kudai mazingira bora ambayo yatawezesha vyama vya ushirika vya watu wa hali ya chini kuweza kweli kuwakomboa, kwa sababu zipo changamoto nyingi pia katika sekta ya ushirika, sheria na milolongo ya tozo ambao kiuhalisia inaweka mazingira magumu sana kwa vyama vya watu wa hali ya chini kukua. Kwa hiyo shule hii ina lengo hiyo kubwa la kuwaleta pamoja, kujenga uelewa pamoja na kuhakikisha wanaungana katika kuyapeleka hayo mapambano mbele. So katika uelekeo huo wa hizo shughuli za kijamii za kuelimishana, pia tumekuwa na utamaduni wa kuadhimisha siku ya wanawake duniani, ambao kwetu sisi hii ni sehemu ya kujenga majukwaa mbadala ambayo yanawakutanisha watu wa hali ya chini. Dhifa kama hizi ama maadhimisho ya namna hii yamekuwa yakiandaliwa kila mwaka, lakini kwa asilimia kubwa sana yamekuwa yakiandaliwa na kuhudhuriwa na wanawake wa tabaka la kati na wasomi, na hata ikitokea wanawake wa hali ya chini wamehudhuria, si sehemu ambayo wanapata uhuru wa kujadili changamoto zao kwa pamoja. Kwa hiyo lengo la UWAWAMA limekuwa ni kujenga ili jukwaa mbadala ili wanawake wa hali ya chini kukutana, pia kusherehekea siku yao, lakini zaidi sana kufanya hiyo tafakari juu ya madhila wanayopitia na kwa namna gani wataunganisha nguvu kuendeleza mapambano ya kujikomboa. Kauli mbiu ya UWAWAMA siku zote imekuwa ni kujenga ushirika ambao utasaidia kuikomboa jamii dhidi ya mfumo dume pamoja na mfumo wa kibepari. Sisi kama wanawake, kuna wanawake wengi ambao wamebakwa, wameuawa. Kuna wale ambao waliuawa ndani ya prison, yani prison, hata sijui mnaita prison. So walinzi wa prison walifunga prison wakaenda na funguo. Sasa wakati majambazi waliingia, wamama ambao walikuwepo na watoto wao wameuawa na wamelunguziwa humo tu. Kwa maana kwa sasa naweza nikasema basi ame zao zikae salama na amani mahali popote walipo. Kwa sababu ya kwanza kabisa ni kufanya reflection ya azimio la Beijing ambayo leo hii inahitimisha miaka 30, na hii azimio ilikuwa sana ya wanawake on different aspects ya maisha. Wanawake na healthcare, wanawake na environment, na hivi sasa kwanza zaidi ambayo tuna experience
climate crisis, I think ni vizuri sana kama wanawake kufanya reflection, kuangalia ni kwa hizi malengo ambazo ilipitishwa kwa azimio, ni gani haswa tumefikisha na tumeweza kufaulu, na ni gani bado hatujaweza, na tunaweza ungana aje kama wanawake ku make sure tunazipeleka mbele na tunaweza kuhitimisha hizi azimio ambazo zilifikiwa. Kwa majina naitwa Rahma Yasin Rashidi, nimetokea katika shule ya Burati Sekondari iliyo maeneo ya Barafu. Nimekuja hapa kwa ajili ya kusherehekea siku ya wanawake. Nimekuja kuwakilisha kama wanafunzi, na sisi tunafurahia pia siku ya wanawake. Mimi kama mwanafunzi najifunza kuwa wanawake hatuwezi kukata tamaa, na ndio maana wanawake sisi tunakazana sana katika masomo ili tusikate tamaa, ili tukuelimisha na wanawake walokata tamaa. Mwanamke ndio mama. Hongereni sana. Naambia wasikate tamaa kwa sababu wanawake wanaweza katika kila kitu na wana kipaumbele kikubwa katika jamii.